Kama Mungu hapendi hasara, kwa nini watu wake wanaishi kwa kupoteza kila siku? Kwa nini Yesu, akiwa na uwezo wa kufanya miujiza, hakuruhusu hata kipande kimoja kipotee? Leo utagundua kitu ambacho Biblia inafundisha waziwazi, lakini wengi hawakifundishi. Mungu wetu hapendi hasara. Kaa mpaka mwisho. Ujumbe huu unaweza kubadilisha fikra zako, biashara yako na maisha yako. Asili ya tabia ya Mungu. Mungu si Mungu wa upotevu. Biblia inatufundisha jambo moja wazi. Wakorintho 14:33. Kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko, bali wa amani. Mahali paliko na ovyo, uzembe, upotevu, hasara ya mara kwa mara, hapo si tabia ya Mungu. Mungu ni Mungu wa mpangilio, hekima, uangalifu, matumizi sahihi ya rasilimali. Ndiyo maana tangu mwanzo, Mungu alipoumba dunia, hakusema acha ionekane itakavyokuwa. Mwanzo 1:31. Mungu akaona yote aliyoyafanya, na tazama, yalikuwa mema sana. Hakukuwa na hasara, hakukuwa na makosa, hakukuwa na upotevu. Hebu tuingie kwenye simulizi kuu. Yohana 6:5-13. Yesu alikuwa na watu zaidi ya 5,000. Njaa, jangwani, hakuna duka, hakuna mpango wa chakula. Kilichokuwepo, mikate 5 na samaki 2. Kibinadamu, hii ilikuwa haitoshi. Ni hasara, ni mwanzo wa aibu. Lakini Yesu hakusema, tupoteze tu. Yohana 6:11. Yesu akaitoa ile mikate, akaishukuru, akawapa walioketi. Angalia hatua. Aliipokea kidogo, akamshukuru Mungu, akaigawa kwa hekima. Na Biblia inasema, Yohana 6:12. Waliposhiba, akawaambia wanafunzi wake, okusanyeni vipande vilivyosalia, ili kisipotee chochote. Yesu angeweza kusema, achanani navyo, kesho nitafanya tena muujiza. Lakini hakufanya hivyo. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hapendi hasara. Yohana 6:13. Wakaokota, wakajaza vikapu 12. Sikiliza vizuri. Walikula, walishiba, lakini bado kulibaki. Hii inatufundisha nini? Funzo la kwanza. Mungu hakupi zaidi ya unavyohitaji, lakini anakupa zaidi ya unavyotarajia. Funzo la pili. Muujiza hauondoi wajibu wa nidhamu. Yesu hakusema, kwa kuwa ni miujiza, tuwe wazembe. Hapana. Aliwaambia, kusanyeni kilichosalia. Kwa nini? Kwa sababu kesho itakuja, mahitaji yatakuja, safari itaendelea. Biblia nzima inathibitisha, Mungu hapendi hasara. Biblia imejaa mifano. Mithali 21:20. Katika nyumba ya mwenye hekima mna akiba. Mithali 6:6-8. Enenda kwa chungu, hujiwekea chakula wakati wa mavuno. Luka 16:10. Aliye mwaminifu katika madogo huwa mwaminifu katika makubwa. Yesu hakusema aliye na miujiza, alisema aliye mwaminifu. Uaminifu ni kutunza kilichopo, kutopoteza ovyo, kuthamini kidogo. Ujumbe kwa maisha na biashara. Watu wengi wanaomba biashara ikue, faida iongezeke, baraka zimiminike, lakini hawakusanyi vipande. Vipande ni pesa ndogo unazopoteza ovyo, wateja wadogo unaowadharau, fursa ndogo unazopuuzia, faida ndogo unazotumia bila mpango. Kama huaminiki kwa mikate 5, hutapewa mikate 5,000. Mungu haongezi kile kinachopotezwa. Leo kumbuka hili. Yesu angeweza kufanya muujiza kesho, lakini bado alisema, kusanyeni vilivyosalia. Kwa sababu Mungu hapendi hasara, hapendi upotevu, hapendi uzembe. Anapenda hekima, nidhamu, uangalifu. Kama unataka mafanikio katika biashara yako, baraka zisizopotea, neema inayoendelea, comment amina hapo chini na utaona mafanikio makubwa sana mwaka huu kwenye biashara au kazi yako. Subscribe kwa mafundisho ya Biblia yanayojenga maisha na share ujumbe huu kwa mtu anayehitaji kuusikia leo.